Ni muhimu kwa wanawake kufahamu haki hii, kudai usalama wa miliki zao na kuhakikisha kuwa umiliki wa pamoja wa mali za familia unatambuliwa na kulindwa. Mtu yoyote anayekwenda kununua ardhi kutoka kwa mtu yoyote yule, ahakikishe huyo anayeuza athibitishe kuwa ameoa au hajaoa. Akiuza mwanamke kama yupo kwenye ndoa, akiuza mwanaume kama yupo kwenye ndoa, ni lazima upate consent au ridhaa ya partner wa pili. Ukinunua bila kupata ridhaa, mahakama itaweza kurevoke hayo manunuzi yenu, kwa sababu kuna mmoja ana interest ya hiyo mali. Ndio maana tunapenda sana, kama ni mali imeandikwa ya baba, tujue mama yupo, taarifa zake mbona tuzioni humu ndani. Ikiwezekana awe sehemu ya mkataba wa kisheria uliosimamiwa na wakili wa kisheria, ili tufahamu watu wote wawili wameridhia kuuza hiyo mali. Hatua hizi zinaonyesha dhamira na juhudi za serikali kuhakikisha kuwa wanawake wasiwe watazamaji katika masuala ya ardhi, bali wawe washiriki, watoa maamuzi na viongozi katika usimamizi wa rasilimali hizi za ardhi. Viongozi wa wanawake katika ngazi ya jamii, na wasii muwe mabalozi wa haki za ardhi. Msimame kidete mkijua mnalindwa kisheria, msimame kidete mkijua mnalindwa kwa kanuni na sera zilizopo za ardhi. Mjue muelimishe wengine mila potofu zote ambazo zinatumika kumkandamiza mwanamke. Makaburi yao tayari yalishapitwa muda mrefu sana. Sasa hivi tupo kwenye zama za kujua tuna haki sawa katika kumiliki nini? Ardhi. Nitoe wito kwa viongozi wa serikali za mitaa, viongozi wa vijiji, viongozi wa kimila na wadau wote wa ardhi. Tunapaswa kuhakikisha kuwa maamuzi muhimu kuhusu ardhi yanafanyika kwa uwazi, usawa, ushirikishwaji na kwa kuzingatia sheria, na tusiruhusu matumizi yasiyoendelevu ya ardhi kuharibu mazingira na kuongeza athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kizazi cha sasa na kijacho.